Unajua bwana msikilizaji, ni kawaida kabisa kwa mama kutunza siri za mtoto wake wa kike. Vile vile mtoto wa kike kuwa na siri za mama yake inaweza kuwa ni kitu cha kawaida sana na akazitunza vizuri kabisa. Na wakati mwingine huwa tunaweza tukasema kwamba mama pamoja na mtoto wake wa kike ndo watu ambao huwa wanatunziana siri. Huyu akiwa anatunza siri za mwenzake na huyu anatunza siri za mwenzake. Yaani inawezekana kwamba hata pale kwenye familia ukakuta kuna jambo ambalo limetokea, watoto wa kiume wakawa hawalifahamu, lakini ukakuta mama pamoja na mtoto wake wa kike wanalifahamu hilo jambo. Si kitu cha kushangaa sana, kwa sababu hata hivyo hata baba pamoja na mtoto wa kiume huwa kuna vitu ambavyo baba anaweza akavifanya alafu akamwambia mtoto aweze kunyamaza. Mtoto wake wa kiume akamwambia unyamaze, usije ukasema. Wewe kama mtoto wa kiume unabidi unyamaze kimya, usiwe na tabia za kuongea mambo ambayo yametokea. Lakini kwa upande wangu mimi mambo yalikuwa ni tofauti sana. Ni kitu ambacho sikujua ni kwa nini, kwamba mazingira yangu mimi kwa nini yalikaa vile. Kati yangu mimi pamoja na mama yangu, kwamba mama yangu aliweza kunificha siri kubwa sana ambayo mimi sikutegemea kabisa kama kuna siri kama hiyo katika familia yetu. Na cha ajabu ni kwamba mama hakuwahi kumwambia mtu mwingine yeyote yule. Sio mtoto wa kike, sio mtoto mwingine wa kiume. Lakini badala yake mama aliificha hiyo siri, ikabaki kwa ya kwake peke yake. Hata mimi nisingejua kama tu nisingekuwa nimehangaisha sana kichwa changu, na baadaye mama kuona kama nina mbuguzi, ikabidi akaona ni bora niambie ukweli. Mimi bana, nyumbani kwetu tumezaliwa kama 5 hivi. Lakini kwa pale nyumbani mimi ni mtoto wa pili kutoka mwisho. Sasa mama yangu mimi alikuwa anaonyesha kunipenda sana na kunijali. Hasa kipindi ambapo mimi nilipofikia kipindi cha kwamba nina bale. Yaani nilipofika tu kile kidato cha kwanza, mama alizidi kuonyesha mapenzi mema sana kwangu na kuwa karibu na mimi sana. Kuna wakati mama alikuwa anakaa anaongea na mimi, yaani kana kwamba anamuhusia mtoto wake wa kike vile. Mambo ambayo ningetegemea kwamba baba aweze kuniambia, alikuwa ananiambia mama. Na kitu cha ajabu zaidi ni kwamba sio kwamba baba hakuwepo. Baba alikuwepo pale nyumbani, tulikuwa tunakaa naye kabisa. Kwa sababu kama baba asingekuwepo, tungesema kwamba ni kwa sababu baba hayupo, kwa hiyo mama anaamua kuchukua majukumu ya baba na kuamua kuniambia tu ni mambo gani ninapaswa niyafanye. Yaani huwezi amini, mama yangu ndiye ambaye aliyekuwa anakaa vikao na mimi kwa wiki hata mara 3 au mara 4, akinihusia sana kuhusiana na masuala ya kijinsia. Mamangu alikuwa ananikanya sana kwamba nisije nikathubutu kumwingilia mtoto wa kike kwa namna yoyote ile. Hata kama aniweke katika mitego kiasi gani, mimi nisije nikathubutu kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Mama yangu alikuwa ananisisitiza sana. Sasa na mimi kipindi hicho ni kipindi ambacho balehe ilikuwa inanisumbua sana. Na hasa ukizingatia kwamba pale nyumbani nilikuwa nikipata mahitaji yangu ya muhimu. Si kivile, lakini kutokana kwamba wakubwa zangu mimi tayari walikuwa wameshasoma na wengine walikuwa wanahamisha mishe zao za hapa na pale, walikuwa wananijali tu mimi kama mdogo wao. Kwa hivyo nisingekosa mavazi na nini, vitu ambavyo vilikuwa vinanifanya mimi nionekane kijana mzuri na wa kuvutia. Kipindi hicho mama ananisisitiza sana kwamba nisije nikajiingiza kwenye mahusiano ya mapenzi. Nilikuwa ndicho kipindi ambapo mimi mwili wangu unahitaji sana kufanya mapenzi. Nikiwa bado sijaanza kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi, lakini mwili wangu ulikuwa unaonyesha msisimko mkubwa sana kwamba napaswa niingie kwenye mahusiano ya mapenzi. Na sasa ukizingatia upande mwingine pia, watoto wa kike walikuwa wananipenda sana.
kwa sababu kwanza mimi nilikuwa pia ni mwanamichezo. Nilikuwa nikipenda sana 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 masuala ya kurapu. Nilikuwa napenda sana. Kwa hivyo nilikuwa nina jina pale, watoto wa kike walikuwa wananipenda sana. Miksa na muonekano wangu ulikuwa ni muonekano wa mwanaume ambaye anajipenda sana. Sasa nilikuwa niko kwenye wakati mgumu sana kwa sababu mwili wangu unahitaji sana, msikilizaji, kama unavyofahamu kipindi cha balehe. Mwili jinsi ambavyo unavyokuwa unahitaji kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Alafu ndio wakati ambapo mama kwa wiki anaweza kukaa na mimi hata mara 4. Na dakika nyingi sana alikuwa anazitumia kunifunda mimi. Mpaka nilikuwa najiuliza, mbona mama alikuwa hajawahi kuongea sana? Sijawahi kumuona akiwa anaongea sana na wakubwa zangu walionitangulia. Ukizingatia mdogo wangu mimi, yule mwingine naye ni mdogo wangu, ni wa kiume. Lakini pia mama alikuwa haongei na yeye sana kumsisitiza kuhusiana na mambo ambayo mama aliyokuwa ananiambia. Lakini kwa mdogo wangu nilihisi kwamba pengine ni kwa sababu ni mdogo, mama anahisi kwamba hajaanza kuanza balehe zile na kuanza kusumbuliwa na mahusiano ya mapenzi. Lakini kwangu mimi mama alikuwa ananisisitiza sana na kunipa maneno ya vitisho vingi sana kwamba ikitokea mimi nikaingia kwenye mahusiano ya mapenzi, basi sitakuja kuona jambo jema lolote lile katika maisha yangu. Nijiepushe kabisa kabisa na swala la kulala na mwanamke. Kutokana na maneno ya vitisho ambayo mama aliyokuwa ananipa, ambayo yangeweza kutokea pale ambapo mimi ningefanya mapenzi na mwanamke yeyote, niliingiwa na hofu na hivyo kujaribu kujikwepa sana kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Sio kwamba nilikuwa napenda, lakini mama alikuwa ananipa vitisho sana. Alikuwa ananiambia kama nikithubutu kuingia katika mahusiano ya mapenzi, basi ninaweza nikawa mlemavu siku zangu zote za maisha. Lakini kama nitaanza kufanya mapenzi na mwanamke yeyote, basi mimi yani kwamba sitakuja kupata mtoto hapo baadaye. Maneno mengi ya vitisho, ikiwemo mama kuniambia kwamba mimi sitakuja kufanikiwa katika maisha yangu, yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa yananifanya mimi niogope sana kuingia katika mahusiano ya mapenzi na kufanya seksi na mtu yeyote yule. Kwa kipindi chote hicho nilikuwa sijawahi kujua dhumuni la mama ni dhumuni gani. Lakini nilihisi tu ninasema nilihisi kutokana na mazingira jinsi yalivyokuwa. Nilihisi tu kwamba pengine mama ananisisitiza mimi kama kijana wake wa kiume. Na nilikuwa nikijiuliza sana kwamba kwa nini baba yeye hanisisitizi maneno kama hayo. Nilikuwa nikijiuliza sana. Lakini potelea mbali, mwisho wa siku nilipotezea, nikaona kwamba mama anaongea haya yote kwa sababu ananipenda sana. Ni kwa sababu mama ananipenda sana, na ndio maana basi anafanya mambo kama haya kunisisitiza kwamba mimi niweze kuwa mwaminifu na nisijiingize katika mahusiano ya mapenzi. Nilijichunga bana mpaka pale ambapo nilipokuwa nimefika form 4. Ilikuwa ni kwa ugumu sana kwa kweli. Kwa sababu mimi ninakumbuka kabla sijamaliza form 4, kipindi kile mama yangu alikuwa hadi ananifuata nikiwa ninaenda mahali. Nikienda labda uwanjani nikajikuta kwamba nimechelewa, mama alikuwa ananifuata. Hashughuliki na mtu mwingine yeyote pale nyumbani. Japokuwa mdogo wangu naye alikuwa tayari amesha bale, lakini mama alikuwa hashughuliki naye kabisa. Hashughuliki na yeye kabisa kabisa yani. Badala yake anashughulika na mimi tu. Nikienda uwanjani anakuja mpaka uwanjani kuhakikisha kama niko pale. Nikiwa pale ananiita, ananiambia kwamba nihakikishe kwamba nawe kurudi nyumbani. Akitoka pale tu nikikaa labda nimechelewa kidogo, na shangaa mama huyo hapo anakuja. Yaani mama yangu na mimi Bennett huku na kule, kila mahali nilipokuwa nikienda. Nilishangaa sana mpaka nikamuuliza mama, mbona unateseka sana na mimi? Akaniambia
upaswi kujua, lakini ninachotaka ni kwamba usije ukajiingiza katika mahusiano ya mapenzi. Ninaielewa maana yangu mimi mwenyewe. Niliona kweli ni usumbufu, lakini ndo kama hivyo nikasubiri mpaka nikamaliza form 4. Sasa nilipomaliza form 4, mama yangu ni kama alikuwa yani anasubiri, akaniambia Noah, nafahamu kwamba unatamani sana uweze kutoka hapa kijijini kwanza na wewe ukaangaze macho, lakini nikuombe tu mwanangu uweze kuvumilia. Jitahidi kwa namna yoyote ile uweze kuvumilia, ukaikae na mimi. Kumbuka kwamba hapa nyumbani ni kama niko peke yangu sasa, kwa sababu wakubwa zako wote hawapo hapa nyumbani, tofauti ya wewe na mdogo wako. Alafu mdogo wako ndio huyu yuko shuleni muda wote. Naomba tubaki hapa, tumalize kulima msimu huu, alafu tuangalie msimu ujao. Kama sivyo, basi tutaangalia kwamba ni lini wewe utakapotoka hapa nyumbani. Nilitaka kukataa, lakini nilimjibu mamangu nikamwambia sawa. Nilikubali kwa sababu nilikuwa nikizifahamu kazi za pale kijijini kwetu. Nikakaa pale nikasaidizana mama masuala ya kilimo mpaka matokeo yote ya form 4 yakatoka. Matokeo ya form 4 nilipoyaona si kitu kilichonitisha, kwa sababu ndio mambo ambayo niliyokuwa nayategemea mimi kabisa. Sikuwa na akili ya kujitutumua sana darasani, kwamba ningeweza labda kwa namna fulani hivi pengine nikapata chance ya kuendelea au vipi. Nilikuwa nafahamu kwamba haiwezekani. Kwa kifupi nilifeli kabisa completely. Sasa kipindi hicho sasa ndipo mama akaniambia, kwa sababu kwanza mama hakuonyesha hata kuhuzunishwa alipoona vile. Alifurahi tu, akaniambia sasa, lakini cha msingi ni kwamba uweze kubaki hapa nyumbani, ukae hapa nyumbani. Hilo ndo jambo la msingi, tufanye kazi hapa nyumbani. Nikamwambia mama sawa. Sikutaka kuwa na hiana sana kwa mama yangu. Tukaanza sasa harakati za kufanya kazi tu pale nyumbani. Mdogo wangu kipindi hicho na yeye akawa ndo yuko form 4. Tulienda tunafanya tu kazi za pale nyumbani mpaka ukafika mwezi wa 7. Lakini msikilizaji, kipindi chote hiki hakuna kipindi ambacho kilichokuwa chepesi hata kimoja. Niliamini kabisa kwamba kwa sababu tumefika mwezi huu wa 7 na mdogo wangu karibia naye sasa anamaliza form 4, nitapata wasana mimi kutoka pale nyumbani ili niweze kwenda kufanya shughuli zangu mitaani. Sio tu pale mtaani, nilitegemea kwamba ninatoka pale nyumbani kabisa niende hata mikoani huko ili niweze kwenda kufanya kazi zangu binafsi. Ndicho kitu ambacho nilichokuwa naamini kabisa. Lakini nilipojaribu kumgusia mama yangu nikamwambia kwamba mama, mwakani au mwaka huu mwezi wa 12 na mimi nitatoka hapa nyumbani nisafiri. Niliona jinsi ambavyo mama yangu hakuwa na furaha. Ile kauli mama hakuipenda kabisa. Hakupenda kabisa jinsi nilivyomwambia. Nikamuuliza mbona mama kama hutaki? Akaniambia sio kwamba sitaki, lakini wewe unapaswa uendelee kuwepo hapa mpaka pale ambapo nitakapokuambia uende. Nikamwambia mama, sasa mpaka uniambie lini? Akaniambia usiwe na haraka, nitakueleza. Nikamwambia mama, na mimi nimesema hivyo kwa sababu namaanisha kwamba sasa hivi mdogo wangu huyu naye anamaliza. Akimaliza atabaki naye hapa msaidizane kazi kwa muda hata wa mwaka mmoja kama vile ambavyo mimi nilivyofanya, lakini kama yeye atafaulu basi akitoka akienda shuleni mimi nitarudi hapa niendelee na kukupa kampani. Lakini kwa kipindi hiki ambapo anakuwa amemaliza na mimi nitoke. Mama yangu hakupenda kabisa nilivyomwambia. Hakupenda, aliniambia tu basi tutaongea, lakini ukimtazama uso wake ulikuwa unaonyesha kabisa hautaki. Basi bwana,
Mimi sasa kipindi kile ni kipindi ambapo nilikuwa sasa nahitaji niingie katika mahusiano ya mapenzi rasmi. Sio kawaida kujizuia form 1 mpaka form 4, alafu sasa pale naendelea kujizuia. Tumefika mpaka mwezi wa 7 ule. Wanawake wananipenda na wapenda, lakini ninashindwa kufanya nao tendo kwa sababu ya vitisho ambavyo mama alivyonipa. Na kwa kawaida vitu ambavyo mama huwa anazungumza au mzazi yeyote yule ni vitu ambavyo tunapaswa tuvishike sana. Na hasa sasa sisi ambao tuliokulia kijijini, aisee, mama mzazi, baba mzazi ni watu ambao maneno yao ni kama ameongea Mungu vile. Kwa hiyo nilikuwa nina hofu sana kwamba kama ikitokea mimi nikalala na mwanamke nitapata jambo zito sana baya, kwa mlemavu, kutokufanikiwa kwenye maisha na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni vitu nilikuwa sivihitaji kabisa. Sasa bwana, nikasema sasa hapa inabidi nimpate mpenzi wangu alafu nimwambie mama mimi nataka nioe. Nitajitahidi sana nisifanye naye mapenzi, lakini lazima niwe na mpenzi wangu. Alafu nikisha kuwa na mpenzi wangu nitamwambia mama nataka kuoa, na uhakika mama hata nizuia kwa sababu umri wangu unatosha. Alafu pia jinsi ambavyo anavyopenda mimi niweze kukaa hapa nyumbani itakuwa ni furaha kwake, kwa sababu nikioa nitakaa hapa nyumbani, nitakuwa niko na mke wangu, nikienda kwenye shughuli zangu nikirudi mke wangu yuko hapa. Kwa hivyo nitakuwa niko na mama muda wote kama ambavyo anavyopenda mimi niwepo. Nilijiaminisha hivyo kabisa. Na hivyo kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Happy. Nilikuwa nampenda sana. Yeye alikuwa yuko mtaa wa pili. Of course sio mtaa wa pili, ni kitongoji cha pili mbali kidogo na pale nyumbani kwetu. Lakini kwamba ukitoka pale kwenye kijiji chetu sehemu unayofuata ndo nyumbani kwao, ndio mtaa anapokaa. Alikuwa ananipenda na mimi nilikuwa nampenda, lakini tulikuwa bado hatukuwa na mtu aliyemwambia mwenzake. Sikuwahi kumfungukia kwamba mimi ninamhitaji. Na kwa sababu naye alikuwa amemaliza shule yuko tu mtaani. Tena yeye ndo kabisa aliachia form 2. Kwa hivyo mtaa ulikuwa umeshamzoea sana. Alikuwa ni mmoja wa wanawake ambao wana nidhamu sana pale katika kijiji chetu. Niliamua kumtokea Happy na kumweleza ukweli. Nikamweleza kwamba nampenda. Na yule mwanamke akawa amenipokea vizuri sana. Tulianza kuishi kama marafiki ambao wanaopendana. Ni wapenzi ambao hatujawahi kuhitaji kushare penzi. Nilikuwa nikiogopa kumweleza kwamba tuweze kushare mapenzi, kwa sababu nilikuwa ninajua maneno ya mama aliyozungumza. Lakini ukaribu wangu mimi pamoja na Happy ulikuwa umeanza kufahamika kwa kila mtu. Na watu wengi walianza kutilia mashaka kwamba mimi na Happy ni kwamba tunafanya mapenzi. Mama yangu alikuwa bado anaendelea kunifuatilia kwa karibu sana. Alikuwa hataki kabisa kusikia kwamba mimi niko karibu na mwanamke. Mahusiano yangu ya karibu kati yangu mimi na Happy yalimchanganya sana mama. Yalimchanganya kwenye kiwango ambacho mimi sikukitarajia. Siku moja nakumbuka nilitoka pale nyumbani mida kama ya saa 10 hivi. Ilikuwa ni baada ya shughuli zetu za mchana mzima. Sasa nikaoga, nikamaliza, nikapendeza, nikatoka pale nyumbani ili niende katika kitongoji cha kina Happy. Nia na madhumuni ni kwamba niende tukakutane naye. Kuna sehemu tulikuwa tunakutana karibu na nyumbani kwao. Kulikuwa na uwanja fulani hivi wa mpira. Watu walikuwa wanacheza sana pale. Kwa hivyo mimi nikifika kule nilikuwa nikikutana na Happy. Tunakaa pembeni maeneo ya kule uwanjani, tunapiga story sana. Yaani tulikuwa tunaenjoy sana mpaka jua likiwa linazama pale. Ndipo ambapo nilipokuwa namsindikiza mpaka nyumbani kwao. Alafu mimi narudi nyumbani kwetu. Sasa siku hiyo tulikuwa tuko pale uwanjani. Lakini sehemu ya kujitenga sio pale ambapo watu wengi wapo. Tuko pembeni kidogo, kuna mti fulani hivi ulikuwa kwenye kimlima, ndipo mahali tulipokuwa tumekaa huku tukiwa tunaangalia uwanja kwa chini. Nilishangaa mama yangu akiwa anatokea nyuma yetu akaanza kuongea. Kugeuka tukaona kweli mama huyu. Nikamwambia mama, shikamoo. Marahaba.
wewe Happy, wewe hivi mzee Masika ndo alikufundisha hivi au mama yako Naija ndo alikufundisha hivi? Happy alishindwa kuzungumza, alishindwa kujibu, akabaki akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Sasa mimi ndio nilikuwa napaswa nizungumze pale. Nikamwambia mama, shida ni nini kwani? Wewe hivi Noah, unataka nikueleze kwa namna gani? Huyu binti ndio mtu ambaye anataka kuletea matatizo huyu. Mnaambatana kila siku. Haya, hivi Noah, nikuulize, kuna kitu gani ambacho sijakwambia mimi? Kuna kitu gani ambacho sijakwambia? Mama, kwani kuna shida gani? Mimi kuwa na rafiki yangu, kwani kuna hebu nyanyuka hapo. Msikilizaji, mamangu alinishika mkono na kuanza kuninyanyua mahali tulipokuwa tumekaa mimi pamoja na Happy. Sasa kuna watu ambao waliokuwa wako karibu kidogo, sio karibu sana, walianza kugeuzia macho na kutazama upande tulipokuwa, kwa sababu ya sauti ya mama ilikuwa imefika kabisa mahali ambapo walipokuwa. Mama alivyonishika mkono na kuninyanyua pale, sikuona shida, ilibidi ninyanyuke kwa sababu nisingeweza kuvutana na mama yangu. Sehemu ile ina kimlima, mawe, mama yangu kama angeteleza kadondoka pale, yangekuwa ni mambo mengine tena. Kwa hivyo nilinyanyuka tena kwa umakini ili mama yangu asije akatetereka na kudondoka pale. Nikamwambia, mama, kwani kuna tatizo gani? Huyu ni rafiki yangu. Alafu wewe Happy, nikwambie kitu. Na kuomba nisije nikakuona hata siku moja na Noah. Nisije nikakuona mkiwa karibu. Alafu toka nenda kule, wanawake wenzako wako kule. Wanawake wenzako wako kule, wewe unaendelea kujikasakasa kujikutanisha na wanaume huko. Nenda kule. Mjinga mkubwa wewe. Nikuone ukiwa unamletea mwanangu matatizo. Hapo ndipo utakaponijua. Utanijua kwamba mimi ni nani. Msikilizaji, Happy aliingiwa na aibu kubwa sana. Kwa sababu hata wale ambao waliokuwa wako jirani kidogo na sisi pale, wote macho yao yalikuwa yako kwetu. Ni dhahiri kwamba walikuwa wanafahamu ni nini kinaendelea, walikuwa wanasikia kabisa kinachoendelea. Niliona ni fedheha kubwa sana. Nilisogea na mama hatua kama kadhaa hivi, huku Happy akiwa anashuka taratibu kuelekea kule ambapo watu wengine wapo. Lakini alikuwa anaenda kwa aibu, kwa sababu alikuwa hataki kwenda moja kwa moja kule, akiogopa sauti ya mama isije ikafika na wale kule wakastuka kwamba ni nini kimetokea. Kwa hivyo alikuwa anashuka, lakini anajitenga, hataki kufika moja kwa moja mahali ambapo watu wengine wapo. Basi bwana, mimi nikasogea kidogo na mama kama hatua 10-15 hivi, nikamwambia, mama, hebu naomba lakini mama unisikilize kidogo. Nikusikilize nini? Mama, unajua huku ni kunidhalilisha mbele za watu. Huku unanidhalilisha, unakuja mpaka huku unanifuatilia mpaka uwanjani, ndio vitu gani hivi mama? Kwani mimi umri wangu huu haufai kwamba mimi niweze kuoa? Ina maana mimi hapa nilipo, yani umri wangu ni mtu, wewe unaweza ukatoka huko ulipokuwa nyumbani, unakuja unanifuatilia mpaka uwanjani, unajua kwamba niko na nani? Huoni kabisa mama kama huku ni kunidhalilisha mama? Noah, kuna vitu huvijui. Sio kwamba sifahamu kwamba umri wako unatosha. Kwanza nikuulize, umeshalala na huyo binti? Sasa mama, mimi nimekwambia huyu sijawahi kulala naye mimi. Noah, hebu ongea vizuri nifahamu. Niambie, umeshalala naye? Niambie, mimi sio mtoto mdogo, naelewa. Niambie kama umekwisha kulala naye au la. Sijawahi kulala naye mama. Alafu kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie leo. Sema sasa wewe umeniwahi, umekuja huko. Lakini nilikuwa nataka nikuwahi nikwambie. Uniambie kitu gani? Mama, anyway, twende tutazungumza nyumbani. Sababu naona sauti yako ni kubwa, hamna sababu ya kuzungumza hapa. Sawa. Twende nisikilize unaniambia upumbavu gani. Tuliongozana mimi na mama mpaka nyumbani. Hapo alikuwa ameshaniachia, lakini ananiambia kabisa nitangulie mbele. Tulitembea mpaka tukafika nyumbani. Hapo njiani mama alikuwa ni mtu wa kuongea mwenyewe. Yaani ananiongelesha lakini nilikuwa simjibu. Tukafika mpaka nyumbani, tukaingia ndani. Hapo sasa nakwambia hata mama alikuwa hajaandaa kitu chochote kile cha kupika wala nini. Kwa sababu tu alikuwa ananifuatilia mimi. Tukaingia pale, mdogo wangu naye pale alikuwa ameshafika. Yuko zake anafanya mambo mawili matatu ya jioni pale. Kaniambia,
Sasa sikiliza, ulikuwa unataka kuniambia kitu gani? Hapo mama amenichukua amenipeleka mpaka chumbani kwangu, hapo tumekaa sisi wawili tu, hamna mtu mwingine. Nataka uniambie ulikuwa unataka kusemaje? Ni kitu gani sijakwambia wewe Noah kuhusiana na wanawake? Unataka ulete matatizo? Unataka ulete matatizo? Mama, matatizo gani hayo ambayo mimi ninaweza nikayaleta kutokana na mimi kuwa na rafiki yangu wa kike? Alafu nilikuwa nataka nikwambie mama, yule Happy ndio mwanamke ambaye mimi nimempenda, nahitaji niweze kumwoa, na nahitaji nikimwoa itapendeza sana, kwa sababu nitakaa na yeye hapa nyumbani na wewe atakuwa anakusaidia kazi na mimi. Kwa hivyo hutakaa mpweke, hata kama watu tukitoka wote hapa, lakini utakuwa una mke wangu yuko hapa nyumbani, atakuwa anaendelea kukaa na wewe na tutakupatia mjukuu. Utakaa kwa amani sana mama. Unasema nini? Mjukuu? Ni nani amekwambia kwamba mimi nahitaji mjukuu? Unaongea vitu gani wewe? Hivi Noah, kwa hiyo vitu ninavyokuambia kila siku hapa nyumbani unielewi au? Kwa hivyo mimi ninapigia mbuzi gitaa kila siku ninapozungumza hapa. Ninapigia mbuzi gitaa tu. Mama, kwani kuna tatizo gani? Nimekwambia mimi ninataka nioe. Wewe ulinikataza kuingia kwenye mahusiano na watu wa kike. Na mimi nimekusikiliza mama siku zote. Lakini mimi mwili wangu unaniambia kwamba nahitaji kanioe sasa hivi. Nipate mke niweze kuoa nikae naye hapa nyumbani. Kwanza wewe mwenyewe upendi mimi nitoke hapa nyumbani. Nitakaje mwenyewe hapa? Kwa hivyo mimi ninayekaa hapa nyumbani sio mtu. Unaona kwamba unakaa mwenyewe. Mama, sio hivyo. Mimi unaelewa kwamba mimi ni mwanaume. Ninahitajika kukaa na mtu wa kike hapa. Mwili wangu ndivyo unavyohitaji. Na istoshe tutakupatia mjukuu. Mama, wewe ina maana hupendi mjukuu? Nisikilize nikwambie. Usinitajie habari za mjukuu kutoka kwako. Ninafahamu vitu vingi kuhusiana na wewe kuliko wewe unavyojua. Noah, ni nani ambaye alimekuzaa wewe? Ni wewe mama. Sasa unavyonieleza habari ya mjukuu, unajua ni kwa nini kwamba mimi ninakukataza siku zote kuingia katika mahusiano ya mapenzi? Unajua ni kwa nini siku zote mimi ninakuzuia kwamba usijihusishe na wanawake? Na kwanza naomba nikuulize tena, umefanya mapenzi na huyu mwanamke au mwanamke yeyote yule? Hapana mama, na ndio maana nimekuambia kwamba mimi ninahitaji niweze kuoa. Sasa nisikilize nikwambie. Ninaomba hilo wazo lako la kuoa lifie hapo hapo. Wazo lako la kwamba unataka kuoa life hapo hapo, kifo cha asili. Na wazo lako la kusema unataka ulete mjukuu life kifo cha asili. Life kifo cha asili. Nisije nikakusikia na usije ukathubutu hata kumpa binti yote. Yaani kwanza nimekwambia usithubutu kulala na mwanamke. Usithubutu kuniambia, yani kama hilo swala umesema mjukuu. Laiti kama ungelijua usingethubutu kuzungumza maneno kama hayo. Msikilizaji, unajua mimi nilichoka pale. Si kawaida kwa mama yeyote yule kuchukia au kukataa kwamba hahitaji mjukuu kutoka kwa mtoto wake wa aina yoyote ile, hasa mtoto wa kiume. Nikajiuliza mama ana shida gani? Alafu mbona mama ananiambia kwamba eti kama ni kuhusu kukaa na mwanamke yeye yuko pale nyumbani. Mama anamaanisha kitu gani? Kwamba mama ananitukana au anachomaanisha ni kitu gani? Naomba unielewe hivyo. Futa hayo mawazo yako yote. Utaratibu wote wa wewe kuanza kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi, iwe ni kulala na mwanamke au ni kuoa, nitakupa utaratibu huo mimi na si vingine vyovyote vile. Kinyume cha hapo utakuwa umejitafutia matatizo. Noah, naomba usije ukathubutu kujirudisha kwa yule binti tena. Usithubutu kabisa kabisa. Oho. Msikilizaji, nilichoka. Nilijisikia vibaya sana. Kwanza moyoni mwangu niliona kwamba nimedhalilika sana mbele ya Happy. Lakini pia
niliona kama mama yangu ananifanyia vitendo sio vya maana kabisa. Just imagine umri wangu umeenda, mimi ni mtu mzima. Sijui hata ya mtoto aisee. Kitu ambacho nakitamani sana kukifanya ni kujaribu kuingiza tu msumari wangu katika tundu lile nione jinsi ambavyo lilivyo. Sijawahi hata siku moja kuingiza msumari wangu katika tundu lile. Lakini sasa ninahisi tu kabisa kwamba kuna namna litakuwa linaleta raha sana. Alafu nimepata nafasi nzuri kabisa na mwanamke ambaye ananipenda. Alafu mama yangu ananikataza. Nikimuuliza mama kwamba ni lini hiyo ambapo atanipa huo utaratibu, mama hataki kuniambia. Nilikaa kiupweke. Niliumia sana kwa kweli siku ile. Nilikaa kiupweke siku ule, hata chakula nilishindwa kula. Nilishindwa kabisa kula. Mama aliniita pale niweze kula, nikakataa. Chumbani kule mama akaja na chakula, akaanza kunibembeleza ili niweze kula. Mama yangu alinibembeleza sana, lakini nilimwambia mama mimi sitaweza kula. Akaniambia, mwanangu, Noah, unaweza ukaona kwamba mimi labda ninakutendea visivyo vizuri mwanangu, lakini nayafanya kwa ajili yako wewe na ukoo wetu. Ninaomba tu uelewe hivyo. Kuna mambo ambavyo ndivyo walivyotengenezwa hivyo, inabidi uyakubali na uishi nayo hivyo hivyo tu. Kwa hivyo pole sana, pole, lakini naomba uendelee kunisikiliza kwa sababu nitakupa utaratibu mzuri. Sawa mwanangu? Sawa mama, lakini sijisikii kula. Jitahidi ule hata kidogo. Mama, hapana, nitakula siku nyingine, nitakula kesho. Leo sijisikii kula. Sawa, lakini jua kwamba utajiumiza. Na mimi sitamani mwanangu umie hata kidogo, na ndio maana ninazidi kukusisitiza hata kuhusiana na hayo masuala ya mapenzi. Kama umekasirika, lakini kuna siku utakuja kunielewa ni kitu gani nilikuwa namaanisha. Sawa mwanangu? Sawa mama. Nilimuitikia pale kwa sababu sikutaka mama aone kama nimemwekea kiburi. Na hatimaye mama yangu alitoka pale huku akiniambia chakula hicho hapo nijitahidi nikaekae nile. Mama alitoka pale, lakini sikuweza kula chakula kile. Siku ya kesho ilifika, nilikuwa nikiona aibu sana kwenda kukutana na Happy. Lakini moyo wangu ulikuwa unatamani sana niweze kukutana na Happy. Nilikaa kama wiki moja hivi bila kumuona Happy. Nilitaka niachane na Happy moja kwa moja, lakini moyo wangu ulikuwa unanisuta sana. Nilikuwa nikimpenda sana Happy. Kukaa mbali na yeye muda mrefu kulikuwa kunaniumiza sana. Siku ya Ijumaa kulikuwa na mechi. Kijiji chetu kilikuwa kinacheza na kijiji jirani. Nilijua kabisa kwamba siku hii ni lazima ningeweza kukutana na Happy pale. Nilitoka nikaenda mpaka pale uwanjani, na kweli nilimkuta bana Happy. Nikamgusa ili tuweze kusogea pembeni na kuongea. Happy aligeuka akanitazama, akanionyesha ishara ya kwamba hahitaji kabisa kuwa karibu na mimi. Aisero yangu iliuma sana. Nilisogea na kumbembeleza, nikamwambia Happy, naomba tuende kule tukazungumze. Wewe nenda kwanza ukamalizane na mama yako. Mwanaume mzima unashikiwa fimbo na mama yako. Hata hebu uone, hebu toka huku bana, usikaniletea matatizo mimi. Alafu wewe, nimekwambia uondoke, ukinisumbua hapa mimi nitaongea kwa sauti. Watu wote wajue kwamba wewe unapangiwa na mama yako mpaka leo. Niache huko bana. Mimi nilijua nimekutana mwanaume mtu mzima, kumbe bado unashikiwa fimbo, unafuatwa na fimbo na mama yako mpaka eti kila mahali unapokwenda. Hebu niache huko bana. Msikilizaji, kauli ile ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa ninashindwa hata kujitetea kwamba nijitetee vipi, kwa sababu ni kweli mama yangu alinifuata mpaka kule kazini, kule uwanjani. Yaani kama watoto wale ambao wanaosoma darasa la 4 ambao wanafuatwa, kwa nini mko uwanjani? Ndivyo ambavyo ilivyofanywa mimi. Nafsi yangu ilinisuta, lakini nilimuomba rafiki yake anaitwa Rehema. Nikamwambia naomba kumbembeleza aweze kunikuja tuweze kuzungumza. Rehema kweli alienda akaongea vizuri na Happy akakubali. Akaja tukasogea pembeni tukaanza kuzungumza. Lakini Happy alikuwa anakaa na mimi kimashaka sana. Naambia Happy, jisikie amani tuweze kuzungumza. Niambia hapana. Nitajisikiaje amani na wakati mama yako muda wote anaweza akatokea hapa? Hivi lakini kwa nini mama yako anakufanyia hivyo?
Ina maana wewe hapo ulipo ni mtoto mdogo kwamba huwezi kujua kwamba kitu kipi chema kipi kibaya? Aisee, hata mimi sijui. Lakini mamangu anapenda sana kunifuatilia, sio leo tu. Hajaanza leo. Hii ni toka kipindi niko shuleni, toka niko form 1. Yaani tuseme mimi nilipoanza tu kubalehe, mamangu alikuwa karibu na mimi sana na sijui kwa nini. Unajua mama ananifuatilia na kunizuia sana nisije nikaingia katika mahusiano ya mapenzi, kuliko hata kakangu Stefano, kuliko hata dada Miriam. Yaani watu wote pale nyumbani, hata dogo Chale hafuatiliwi kama mimi. Sijui kwa nini mimi mama ananifuatilia hivi. Ni kitu hataki kabisa kusikia kwamba mimi naingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Na kati Chale akina Dadi wanampaka madem zao na wanafanya nao mapenzi, lakini mama huwezi kumsikia akiongea. Sijui kuna nini kwangu mimi mama ni anachonifanyia. Kakuona wewe ndo mbulula yake bwana, ndo maana anaamua kukufanyia hivyo. Maana kama hata mdogo wako hamfuatilia, lakini wewe anakufuatilia kiasi hicho, kitendo cha kukufuata mpaka uwanjani, hivi hajui kama anakudhalilisha? Tuache tu kwa sababu ni mama, sasa tutafanyaje? Hapana bana, na wewe kuna vitu inabidi uangalie namna ya kuvikataa, hata kama sio kukumwambia hapana, lakini uangalie namna ya kuongea naye aweze kukuelewa. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Pia unasikia? Hakuna namna ambayo sijazungumza na mama. Nimemweleza hata kwamba mimi ninapaswa nikuwe wewe na wewe ni mchumba wangu, lakini bado mama ameendelea kunikatalia. Anakataa, anasemaje? Kwamba mimi sio hali yako au? Hasemi hivyo, lakini anasema kwamba eti hata kuhusu swala la mimi kuoa au kuingia kwenye mahusiano, yeye ndo atanipa utaratibu na nisubiri mpaka atakaponipa utaratibu, lakini sio hivi hivi tu kwa mimi kujiamulia. So kuna kazi. Basi niache mimi niende zangu bana, wewe umekatazwa. Hebu naomba ukae hapa. Mama hawezi kuja huku leo. Mimi nashindwa kukaa mbali na wewe. Na nimekuja hapa uwanjani kwa ajili yako leo. Wiki nzima hii sijapata raha. Yani sielewi kabisa, nashindwa kabisa kukaa bila wewe. Ndo kakae na mama yako uzoee, mama yako si amekukataza. Haiwezekani, sasa nitakaje na mama alafu yani nikikaa na mama ni tofauti na nikiwa niko na wewe. Mama tutakutana mida ya usiku na kupiga stori za mtu na mwanae. Lakini hakuna kitu chochote cha maana ambacho tunaweza tukazungumza kuhusiana na mahusiano ya mapenzi. Na hebu naomba uniamini mimi kwamba mimi nahitaji nije nikuoe. Usitake kitendo cha mama yangu cha siku moja kifanye kwamba eti mimi na wewe ndo imefikia mwisho. Hebu naomba uweze kunipenda na kunipokea kama awali. Usikae na mimi kihali ya hofu hivyo. Mimi sipendi. Sasa kwani tatizo ni mimi au ni mama yako? Mama yako hapa si alikuwa anaanza kunichamba hapa. Kama nisingekuwa mpole nikaondoka, si angenichamba hapa hivi hapa mpaka watu wote wangejua kwamba mimi nachamba na wewe. Na yeye, kama ingetokea mimi hapa labda nikambishia tu hapa au nikajaribu kumrudishia neno, hata wewe si ungeniona mimi ni mtu mbaya? Sema ndio hivyo, sijafunzwa kurudishia maneno watu wazima. Nikaamua nikae kimya ili sauti yake isiende mbali na watu wengi wakajua kwamba alikuwa ananichamba mimi. Sasa mimi nitachaje kukaa kiuoga? Kumbuka yule wewe ni mama yako. Sasa nitafanyaje mimi? Msikilizaji, Happy alionyesha kutokuwa tayari kabisa kuendelea kwa karibu na mimi. Japokuwa alikuwa anaonyesha kwamba bado ananipenda, lakini ilikuwa naogopa kwa sababu ya mama yangu. Niliongea na Happy mpaka mida ile ya jioni kabisa. Tukamaliza na mimi tukawa sasa tunarudi nyumbani na msindikiza kwao, afu mimi napita pale kwao naenda kwetu. Lakini hali ya upande wa Happy ilikuwa ni tofauti sana. Na mimi kichwani lilijia wazo, nikatafakari sana kwamba ni kitu gani ambacho mama anakihitaji. Ni kwa nini mama ananiwekea mipaka mimi kiasi hiki, tofauti na ndugu zangu wengine wote? Basi baada mimi nikarudi nyumbani. Nilikuwa bado na mawazo sana nikiwa natafakari. Nilimtazama mama yangu jinsi ambavyo alivyokuwa anaendelea na shughuli zake. Nilitamani nimuite nimuulize tena upya kwamba ni kwa nini mama ananifanyia vile. Lakini nilihofia kwamba anaweza akapaniki na kuanza kuongea sana maneno mengi. Niliamua kunyamaza tu, nikisema kwamba mambo mengine yatatokea tu kadiri muda unavyoenda, kila kitu kitajifunua.
Msikilizaji, tuliishi kwa kujiiba, mimi pamoja na Happy. Hatufanyi mapenzi, lakini mapenzi ya watu wawili ni vigumu sana mtu kuyaingilia. Yaani ni ngumu sana mapenzi ya watu wawili wanaopendana kuvunjwa na mtu mwingine. Mamangu bado alikuwa ananifuatilia, lakini sasa tulikuwa tuna utaratibu wa kwamba tunakwenda tunakaa mahali ambapo ni pajificheni. Tunaweza tukaenda tukatafuta hata chumba ambacho ni cha rafiki yangu au rafiki yake, tukakaa huko ndani tukabaki tunapiga story. Na mama alipokuwa anatufuatilia alikuwa hatuoni. Kila alipohangaika huku na kule, lakini mama alikuwa anaendelea kunisisitiza sana kwamba mimi sipaswi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Mama alikuwa ananifuatilia. Washikaji walikuwa wananiambia kwamba mama alikuwa anakuja kule uwanjani, ananiangalia na nikosa. Kule mtoni alikuwa anapita, ananitafuta na nikosa. Mamangu alikuwa hajui kwamba mimi niko wapi. Ndivyo tulivyoishi. Ulifika mwezi wa 10 ambapo sasa ilikuwa ni kipindi cha mitihani ile. Karibu kabisa na mitihani ya form 4. Mdogo wangu Charlie ili aweze kumaliza. Dogo Charlie alimaliza vizuri mitihani yake mwezi wa 11 ule. Kipindi chote hicho mimi bado nilikuwa sijawahi kuingia katika kufanya mapenzi na mwanamke yoyote. Yaani mimi kazi yangu ilikuwa ni kufua boxer tu pindi ambapo mbegu zilipokuwa zinatoka nikiwa nimelala. Nilikuwa nikitamani sana kulila tunda, lakini mama alikuwa amezungumza maneno mazito sana. Kiukweli nilikuwa na tamaa ya kuoa vibaya mno ili niweze kulila lile tunda kwa uhuru kabisa. Lakini badala yake mama yangu alikuwa hataki. Cha ajabu, dogo wangu alipomaliza tu form 4 aliondoka pale nyumbani. Alimwaga mama vizuri kwamba anaondoka na yeye akaenda mjini. Mimi bado niko pale. Mama hakuongea neno lolote. Hakumkataza, hakufanya chochote, alimruhusu na kumbariki kabisa kwamba aende na aweze kufanikiwa. Jambo lile lilinitafakarisha sana ile Januari baada ya dogo kuondoka. Sababu dogo ameondoka mwezi wa 12. Sasa Januari ile mimi nilifikiri sana. Nikaanza, kwa nini mama ananifanyia hivi? Kwa nini mama ananifanyia mimi hivi? Mama hataki nioe. Mama hataki niweze kuwa na demu. Hataki kabisa niwe na mpenzi. Hataki nilale na mwanamke. Hataki niweze kutoka hapa niweze kwenda mjini. Aisee msikilizaji, kusema ukweli nilijisikia vibaya. Nilianza kumuuliza maswali kila siku mama yangu. Mpaka siku moja sasa mama aliamua kuniambia. Akaniambia, mwanangu, uje hapa leo tuzungumze, utanielewa. Nikamwambia sawa mama. Kwanza kabisa mwanangu, Noah, nafikiri una taarifa za kwamba baba yenu amemwambia kwamba ataondoka hapa nyumbani. Anakwenda huko kwenye shughuli zao ambapo walipopata kazi. Kwa hivyo atakuwa anakuja baada ya miezi 6. Na hapa katikati kama dharura tu kwa bahati mbaya, lakini anakwenda kufanya kazi huko walipopata kazi zao hizo. Ndio mama. Kwa hivyo hapa nyumbani na kutegemea wewe tu. Wewe peke yako ndiye ambaye ninayekutegemea hapa. Mdogo wako ndio huyo ameshaondoka. Wakubwa zako unaelewa, kila mtu ana shughuli zake. Mtu ambaye ninayemtegemea ni wewe. Baba yako ndio hivyo. Sasa unavyouliza sana kwamba unataka uondoke, unataka uniache na nani? Sio hivyo mama. Mimi nilikwambia kwamba kama hutaki mimi niondoke, uniruhusu niweze kumuoa Happy, niweze kukaa naye hapa nyumbani. Lakini hata hilo nalo mama nimekukuta hutaki. Ndio kitu kinachonishangaza hicho. Mimi nahitaji nimuoe. Hata baba kama anaondoka kwenda kwenye shughuli zake, mimi nitakuwa niko na wewe na mke wangu hapa nyumbani. Hakuna shida. Sasa wewe unavyokataa vyote unamaanisha kitu gani mama? Mwanangu, kuna sababu kubwa sana ambayo inanifanya mimi nikwambie usioe na usifanye mapenzi. Na kama umefanya mapenzi, basi mwanangu, matatizo yote yatakayokukuta sitaulizwa mimi. Umefanya kwani? Hapana mama, mimi sijawahi kufanya mapenzi. Sawa. Sasa kuna matatizo ambayo
au niseme ni utaratibu tu ambao upo, na ndio unanifanya mimi nikukataze wewe kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Ni kwa sababu kuna utaratibu unapaswa ufuate, lakini huo utaratibu inaweza ikakuia ngumu sana, na ndio maana ninakukataza usiingie katika mahusiano ya mapenzi, kwa sababu huo utaratibu nitakao kuelekeza ni vigumu sana kuufuata. Kwa hivyo ni bora tu nikukataze moja kwa moja, lakini unaweza kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Mama, sasa usiniambie huo utaratibu. Mimi nataka nioe, nipate watoto. Ninataka nioe, mimi nimechoka kukaa mwenyewe peke yangu. Ninataka nioe. Sasa hicho nacho kizungumza ndo kitu ambacho hakitakiwi. Kitu gani mama? Alafu ni kwa nini hakitakiwi? Yaani ni kitu gani hakitakiwi na ni nani ambaye hakitaki? Noa, kumbuka kuna kipindi haukuwa duniani wewe. Yaani kuna kipindi ulikuwa haujazaliwa, umezaliwa hapa katikati tu na mimi. Kama ni hivyo, kuna mambo mengi unapaswa ujifunze kutoka kwangu, kwa sababu mimi ndio niliyekuleta duniani. Na kuna mambo mengi huyafahamu, unapaswa uyafahamu kupitia mimi. Na kama ni hivyo, unapaswa uwe mtulivu. Kuna siku nitakuelekeza kila kitu. La msingi wewe ni kufuata ninayokuelekeza kwa sasa, kwamba usiingie kwenye mahusiano ya mapenzi, usilale na mwanamke, usioe mpaka pale nitakapokupa huo utaratibu. Mama, nitasubiri mpaka lini? Huo utaratibu unanipa lini mama? Mama, mimi najua mimi nimechoka kabisa. Hebu angalia hata mdogo wangu huyo ameondoka hapa. Ameondoka hapa nyumbani, lakini mimi nipo tu. Ninaganda hapa nyumbani mama. Haya, nimekubali kukaa hapa nyumbani, basi nioe mke nikae naye hapa nyumbani. Napo utaki unaniambia utaratibu, utanipa utaratibu lini mama? Mimi nimechoka mama. Subiri hizi siku 3, baba yako anaondoka. Akiondoka, inawezekana nikapata wasaa kuongea na wewe zaidi. Utanielewa mwanangu, hakuna hata shida. Kwa hivyo ndani ya hizi siku 3 mama, utaniambia hizi siku 3 4 hizi, hii ndani ya hii wiki nitakueleza vizuri, na naamini utanielewa tu. Sawa mama, kwa sababu nimevumilia miaka yote hiyo, nitavumilia hata hizo siku 3. Hata kama ni wiki nitavumilia tu. Sawa msikilizaji, nilikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kufahamu kwamba mama yangu ni kwa nini ananikataza. Ni kitu gani ambacho kinanifanya mimi niwe tu mtoto wa pale nyumbani, alafu pia hata kuingia kwenye mahusiano na katazo? Si kawaida mama kunifuatilia mpaka mimi mahali ninapokwenda. Kwa nini mama, kwa nini hivi? Na wala baba hana kasi nayo. Msikilizaji, tulikaa na siku moja baadaye baba aliondoka pale nyumbani. Alienda kufanya kazi huko ambapo alipokuwa amepata ajira, ambapo ndipo walipokuwa wanapaswa wafanya kazi kwenye makambi yao huko. Shauku yangu kubwa ilikuwa ni kutaka kufahamu ni kitu gani ambacho kinamfanya mama yangu anizuie mimi nisingie kwenye mahusiano. Kinachoma zaidi, ananikataza mpaka kuoa. Bora hata angenikataza kuingia kwenye mahusiano ya kiholela holela, lakini kuoa ni ruhusu. Ningeelewa kwamba mama alikuwa ananijenga mimi kuwa kijana imara, mwaminifu katika ndoa, kijana ambaye amejilinda, amejitunzwa. Lakini badala yake ananikataza mpaka kuoa. Nini maana yake? Basi bwana, ikapita siku ya kwanza, ya pili baada ya baba kuondoka. Nilikuwa nikisubiri sana kwamba mama aweze kuniambia ni kitu gani ambacho kinachomfanya yeye aweze kunizuia mimi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Niliona bado ukimya ni mkubwa sana kwa mama. Hakuwa na nia kabisa ya kuniambia. Yaani hakuonyesha dalili za kuniambia kitu chochote. Mimi pale, babu huku chini alikuwa anasumbua kweli kweli. Kila siku babu ni kama anataka kuichana boksato yangu yani. Nina hamu vibaya mno.
Mwili unahitaji tena. Msikilizaji, wiki moja iliisha, nikaamua sasa kumfuata mama yangu na kumuuliza. Siku hiyo tulikuwa tunakula na yeye pale, tuko wawili tu pale ndani. Tulipokula tukamaliza, mama yangu nilishangaa kinyanyuka naenda chumbani. Nikamwambia mama, nilifika mpaka pale kwenye mlango wa chumbani ni kwake, nikamwambia mama, nahitaji kuzungumza nawe bado. Unahitaji nini kwani? Mama, nahitaji kuzungumza na wewe. Ninahitaji kuzungumza na wewe kwa sababu mama, naona baba ameondoka, lakini bado hunielezi vizuri kama ulivyoniambia kwamba zipo sababu nzito sana ambazo zinakufanya wewe nimekuelewa. Haya, nakuja huko. Kwa hiyo kusubiri hapa sebuleni au nenda huko chumbani kwako, nakuja huko. Msikilizaji, nilitoka pale na niliingia mpaka chumbani kwangu, nikakaa nikatulia. Nilikaa kwenye kitanda huku nikiwa nimeuacha mlango wazi ili mama yangu aweze kuingia pale. Dakika hazikupita nyingi, mama yangu alikuja akiwa amefunga tungu zake, amefunga kanga yake kifuani, akaja mpaka pale. Ni mama yangu, sikutaka hata kuthubutu kuangalia. Kama unavyofahamu, hata mama yako ukakuta amekaa vibaya au vipi, huwezi ukathubutu kuangalia. Macho yangu niliyageuzia upande mwingine. Na mama yangu akaja pale, akakaa kwenye kitanda mahali nilipokuwa nimekaa, akaanza kuzungumza na mimi. Haya, mwanangu, Noah, baba. Haya, niambie mwanangu, umestaka kuongea na mimi, unataka kuongea na mimi nini? Mama, jambo langu ni lile nimekueleza kwamba mimi nahitaji niweze kuoa. Na ulinieleza kwamba zipo sababu ambazo zinakufanya unizuie. Na hizo sababu ndizo ambazo utakazoniambia mimi. Ulinieleza wewe kwamba utanieleza pindi baba atakapoondoka. Lakini mpaka sasa hivi umetulia tu. Mama, mimi nakaa kiupweke sana hapa ndani. Hebu naomba uniambie mama, shida ni nini mama? Sawa mwanangu. Noah, nitakueleza hata kama itakuwa inakuuma au inaufurahia au vipi, lakini itabidi nikueleze. Kwanza nikwambie kwamba tuna mila zetu kwenye ukoo wangu mimi ninapotokea. Yaani kwa bibi yako mzaa mimi. Kurudi huko nyuma kuendelea kuna utaratibu wake, na tulikuwa na mila zetu ambazo ndizo hizi zinakuja mpaka leo hapa. Mimi nilipoolewa, marehemu mama yangu alinieleza kipindi naolewa. Akaniambia kwamba mimi ndiye ambaye nitakayeiendeleza mila. Na wazee wetu waliokwisha kufariki, kwa maana ya mizimu, ilikuwa imenichagua mimi niweze kuendeleza mila. Na hizo mila zenyewe ni kwamba katika watoto wangu wote kuna mtoto mmoja ambaye anachaguliwa kwamba hapaswi kupata mtoto. Na hizo mila zilikuwepo hata kwa marehemu mama yangu. Na ndio maana unamuona mama yako mkubwa Tundea mpaka leo hajabahatika kupata mtoto. Kwa sababu mama yangu ndiye aliyerithi hiyo mila, na hivyo kumweleza kabisa mama yako mkubwa kwamba hapaswi apate mtoto. Kwa hivyo mama yako mkubwa Tundea
ndio maana hajapata mtoto hadi leo. Sio kwamba haingii kwenye mahusiano ya mapenzi, anaingia kwenye mahusiano, lakini kitu kikubwa ambacho anapaswa afanye ni kutokupata mtoto. Na hilo jambo, kwa sababu ni mila, linaendelea. Na marehemu mama yangu alinieleza kwamba mimi ndio niliyechaguliwa kuendeleza huu ukoo, kwamba kwenye watoto wangu wote lazima mtoto mmoja asipate watoto. Msikilizaji, maneno ya mama aliyozungumza yalinishangaza sana. Nilijikuta nikiwa nikitetemeka na kumtazama mama yangu. Kwa hivyo nikajiuliza, ina maana mama kwa hivyo anataka kusema kwamba mimi ndio ninapaswa nisipate watoto? Nilimtazama kwa makini, nikamuuliza mama, kwa hivyo unamaanisha nini mpaka sasa hivi? Kwamba mimi sitapata mtoto? Kwamba mimi sipaswi kuoa, sipaswi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi mama? Nisikilize nikwambie kitu Noah. Ndio maana kuna siku nilikueleza kwamba kuna utaratibu unaopaswa ufuate. Lakini huo utaratibu ni mgumu kuufuata, na ndio maana nilitaka mpaka nikupe maelekezo ya kutosha kuhusu kufuata huo utaratibu. Ni kwamba unapaswa usipate mtoto. Mama, kwanza kwa nini umenichagua mimi? Yaani kwa nini unichague mimi kwenye watoto? Ina maana mama, mimi ndo mtoto ambaye hunipendi kuliko wote, kama unichague mimi kwamba nisipate mtoto? Alafu hizo mila zenu, yaani kwa hiyo mimi ndo Nisikilize nikwambie kitu Noah. Nisikilize. Kwa ukawaida sio mimi ninayechagua kwamba ni nani asipate mtoto. Wanaochagua ni wazee wetu wenyewe. Mizimu ya huku kwetu ndio inayochagua. Na kuna ishara ambazo zinatokea wakati mtoto yuko tumboni na kipindi anazaliwa na kipindi cha siku 40 akiwa ndo amezaliwa. Kwa hivyo sio mimi niliyechagua. Niliendelea kupata watoto wangu toka naanza wakubwa zako mpaka nilipofika kwa mtoto wewe. Nilianza kuona hizo ishara tokea ukiwa tumboni kwamba wewe ndio uliyechaguliwa. Wazee wetu waliokufa miaka ya zamani walikuwa wanakuja katika njia ya ndoto, wanaongea na mimi. Walikuwa wananieleza kwamba mimba ulioibeba ni zawadi kwetu sisi. Kwa hivyo hakikisha unatekeleza mila. Ilikuwa inanitokea hata kwa wiki mara 2 mpaka pale ulipokuwa umezaliwa. Na katika kipindi chako wewe ukiwa ndo unazaliwa siku ile, nilipokuwa nimeshikwa na uchungu, alikuja mzee ambaye huyu alikuwa ni babu mzaa mama yangu. Alikuja mpaka wodini. Mimi nilimuona, lakini watu wengine wote hawakumuona. Nilimuona akiwa anashangilia sana wakati ulipokuwa unazaliwa wewe, huku akiniambia kwamba uliyemzaa ni zawadi kwa ajili yetu. Ishara hizo na zingine zilizoendelea kutokea baada ya wewe kuzaliwa zilinifanya nifahamu kabisa kwamba wewe ndiwe mtoto uliyechaguliwa na mizimu ya babu zako ili kuhakikisha kwamba wewe unakuwa ni sadaka kwa ajili yao. Kwa hivyo mtoto anayechaguliwa hapaswi kupata mtoto. Na mimi kama mzazi wako ndiye ninapaswa nisimamie hilo, kuhakikisha kwamba wewe hupati mtoto. Kwa hivyo mimi kazi yangu ni kulea tu, lakini sio mimi ninayechagua. Kama ningepewa kazi ya kuchagua, sijui kwa kweli ningemchagua nani kati ya watoto wangu. Kwa hivyo ndio hivyo Noah, naomba tu uelewe. Kwa hivyo mama, mimi kwa hiyo nitaishije mama? Kuna utaratibu ambao unaweza ukaufanya kama ikitokea upate mtoto, lakini huo nao ni mgumu zaidi. Lakini nitakwambia kama ukiutaka. Msikilizaji, mama aliponiambia vile, nilijiuliza sana kwamba hicho kitu ni kitu gani ambacho mama mwenyewe anasema kwamba ni kigumu.
Lakini kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa na shida na kupata mwenza niweze kuishi naye, niliona kwamba niko tayari kufanya kitu chochote kile ili mradi nipate mpenzi wangu niishi naye na tuweze kupata watoto. Lakini mama yangu aliniambia hilo jambo ni gumu na litamgharimu hata yeye. Mama, hilo jambo ni jambo gani? Mimi niko tayari yani niko tayari tu niambie ili mradi nifanye hilo jambo na mambo mengine yaweze kuendelea. Noah, kama unahitaji wewe uweze kupata mtoto, kuna jukumu kubwa sana unapaswa ulifanye. Na hilo jukumu unapaswa ulifanye wewe na litakugharimu wewe na mimi pia. Hapo ndipo unaweza ukaruhusiwa na mila zetu kuweza kupata mtoto. Mama, wewe niambie tu, mimi niko tayari. Kweli? Na ndio maana nikakwambia kwamba baba yako aweze kuondoka hapa nyumbani kwanza, ili kama utakuwa tayari basi uweze kufuata utaratibu na mambo mengine yataendelea. Unaweza ukaruhusiwa kupata mtoto, lakini hizo ni mila zetu, tumezirithi kutoka huko kwa mababu na mabibi, zimefika kwa mama yangu na sasa zipo kwangu. Inabidi uweze kufanya hivyo, kama sivyo utapewa utaratibu wa kukaa tu na mwanamke lakini huwezi kupata mtoto. Yaani ukae na mwanamke lakini usije ukathubutu kupata mtoto kabisa kabisa. Lakini kama utafanya hayo nitakayokuambia, utakuwa tayari, basi hakuna shida. Mama, mimi niambie niko tayari. Niko tayari kufanya hata sasa hivi. Mwanangu, unafikiri ni jambo rahisi kiasi hicho? Linakuhusu wewe na mimi. Mama, kwani wewe hutaki mimi niweze kupata mtoto? Niko tayari. Kwani wewe uko tayari kufanya hilo jambo? Ni jambo gani hilo mama? Hebu niambie, mimi niko tayari. Jamani, hizi mila hizi jamani. Sawa, lakini kwa sababu baba yako hayupo, niko tayari kukusaidia mwanangu uweze kupata mtoto. Muda si mrefu nitakuja. Ngoja nitoke kwanza, alafu nitakuja nikueleze kama utakuwa tayari tufanye hilo jambo ili uweze kuruhusiwa kupata mtoto. Sawa mama, wewe nenda uje tu niambie, mimi niko tayari. Nilimruhusu mama yangu pale na mama yangu alitoka pale sebleni. Niliendelea kugeuza macho yangu upande mwingine nisimtazame mama, kwa sababu mama yangu alikuwa ameingia na nguo yake moja tu pale, alikuwa amefunga kanga. Sikutaka kuendelea kumtazama mama yangu jinsi ambavyo alivyokuwa anaonekana. Ili mradi nimeshaona tu alikuwa na kanga, sikutaka kuendelea kumtazama tena. Niligeuza macho yangu na kutazama upande mwingine, mama yangu akatoka pale ndani. Usifunge mlango, ninakuja, aliongea mama yangu na mimi sikumjibu. Nilibaki nikiwa nimekaa kimya. Mama alitoka pale na mimi pale nilikuwa nikitafakari, huku nikiwa na furaha kubwa sana kwa sehemu nyingine kwamba nina uwezo wa kwenda kupata mtoto sasa. Hilo jambo lolote ambalo utakaloniambia mama, niko tayari kulifanya. Msikilizaji, sikujua ni jambo gani. Japokuwa mama aliniambia ni kubwa, lakini nilikuwa nimeshajitoa moyoni mwangu kwamba niko tayari kulifanya, lakini nilikuwa sifahamu kabisa kwamba ni jambo gani. Nyinyi, mila hizi zingine ambazo zinahusiana na mizimu ni mila nzito sana zingine jamani. Basi bana, tukutane katika sehemu ya pili ili uweze kuyapata yote ambayo yaliyokuwa yameendelea kati yangu mimi na mama yangu. Hii ni sehemu ya kwanza. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya pili. Bye bye.